Ndugu mtazamaji wa Citizen, afisa wa polisi nchini Kenya amekamatwa baada ya kumpiga risasi raia asiye na silaha kwa karibu wakati wa maandamano ya kupinga kifo cha mwanamitandao Albert Ojwang aliyefariki akiwa mikononi mwa polisi, tukio lililotokea katikati mwa jiji la Nairobi. Msemaji wa jeshi la polisi nchini Kenya amesema kuwa tukio hilo la tarehe 17 Juni limetazamwa kwa wasiwasi mkubwa na mamlaka husika. Mkuu wa huduma ya kitaifa ya polisi ameagiza mara moja kufikishwa mahakamani kwa afisa huyo aliyehusika. Afisa huyo sasa amekamatwa na yuko chini ya ulinzi, alithibitisha kupitia taarifa kwa vyombo vya habari nchini Kenya. Kwa mujibu wa shirika la habari Associated Press, mwandishi wake aliyekuwepo eneo la tukio alishuhudia afisa wa polisi aliyevaa barakoa akimpiga risasi kwa karibu mwanaume mmoja ambaye hakuwa na silaha. Polisi walithibitisha kuwa silaha iliyotumika ni bunduki ya kukabiliana na ghasia. Ripoti hiyo ya AP imeeleza kuwa mwanaume aliyepigwa risasi alifahamika kuwa ni mchuuzi au mpagazi wa mitaani ambaye alijikuta katikati ya mzozo kati ya raia na maafisa wawili wa usalama alipokuwa amesimama kando ya barabara jijini Nairobi. Afisa mmoja anadaiwa kumpiga risasi kichwani wakati alikuwa akiondoka eneo hilo. Alikimbizwa katika hospitali kuu ya taifa ya Kenyatta kwa matibabu akiwa miongoni mwa watu 11 waliojeruhiwa katika maandamano hayo. Maandamano hayo yamechochewa na kifo cha mwanamitandao na mwalimu aliyefahamika kama Albert Ojwang mwenye umri wa miaka 31 aliyeaga dunia akiwa mikononi mwa jeshi la polisi nchini Kenya. Ojwang alikamatwa mnamo tarehe 7 Juni katika kijiji cha Kakofe, kaunti ya Homa Bay, kufuatia tuhuma za kumdhalilisha naibu mkuu wa jeshi la polisi nchini Kenya, Eliud Lagat, kupitia mitandao ya kijamii chini ya sheria ya uhalifu wa mitandao. Ojwang alihamishiwa jijini Nairobi, umbali wa takriban kilomita 400 kutoka alipokamatwa. Mnamo tarehe 8 Juni alipatikana akiwa hana fahamu ndani ya kituo cha polisi cha Nairobi na baadaye alifariki dunia katika hospitali ya rufaa ya Mbagathi. Awali mamlaka zilidai kuwa Ojwang alijiumiza kwa kupiga kichwa chake ukutani, lakini uchunguzi huru wa kitabibu ulionyesha kuwa aliteswa kabla ya kufariki dunia. Maafisa wawili waandamizi pamoja na fundi wa CCTV kamera wamekamatwa kwa kuhusishwa na tukio hilo baada ya ripoti kudai waliagiza kuvunjwa kwa kamera za ulinzi ndani ya kituo hicho cha polisi. Rais wa Kenya William Ruto amelaani kifo cha mwanamitandao huyo akikitaja kama cha kusikitisha na kisichokubalika. Maandamano ya tarehe 17 Juni yaligeuka kuwa vurugu zaidi baada ya polisi wa kutuliza ghasia kurusha mabomu ya machozi kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakipaza sauti kutaka haki itendeke juu ya kifo cha mwanamitandao Albert Ojwang. Watu wasiojulikana waliokuwa kwenye pikipiki walivamia maandamano hayo wakiwapora simu na mabegi waandamanaji ili kuwatawanya, hii ikiwa ni kwa mujibu wa mashirika ya habari ya Reuters na Associated Press. Tukio hili linaongeza orodha ya matukio ya unyanyasaji na ukatili wa polisi nchini Kenya ambayo yamekuwa yakijirudia kila kunapotokea maandamano. Mwaka jana, mwaka 2024, watu kadhaa waliuawa wakati wa maandamano ya kitaifa dhidi ya mswada tata wa fedha uliolenga kukusanya zaidi ya dola bilioni 2.7 kwa ajili ya kulipa deni la taifa la Kenya, fedha zenye thamani ya zaidi ya shilingi trilioni 5 za Kitanzania. Hii ikitokana na kwamba deni la Kenya limezidi kuongezeka viwango visivyoweza kulipika kwa mujibu wa Benki ya Dunia na Taasisi ya Fedha Duniani yani IMF. Kukamatwa kwa afisa wa polisi aliyehusika na kumpiga risasi raia asiye na silaha wakati wa maandamano ni hatua ya nadra lakini muhimu katika muktadha wa uwajibikaji wa vyombo vya dola nchini Kenya. Tukio hili pamoja na kifo cha mwanamitandao Albert Ojwang akiwa mikononi mwa polisi limeibua hasira ya umma na kudhihirisha hali ya ukosefu wa uaminifu kati ya raia wa Kenya na taasisi za usalama nchini humo. Kwa upande mwingine, hatua ya serikali kumchukulia hatua afisa aliyehusika ni dalili kuwa kuna nia ya kuanza kushughulikia matukio ya unyanyasaji wa polisi kwa uwazi zaidi. Hata hivyo, haki ya ukweli haipatikani kwa kukamatwa kwa mtu mmoja tu, bali kwa marekebisho ya kina katika mfumo wa usalama, hususani katika uwajibikaji wa polisi na kulinda haki za binadamu. Hali hii inapaswa kuwa fundisho kwa serikali za Kiafrika kwamba uhuru wa kujieleza ni msingi wa demokrasia na haupaswi kukandamizwa kwa nguvu ya dola. Badala yake ni wakati wa kuanzisha mabadiliko ya kweli ya taasisi na kuwajengea maafisa uwezo wa
kuheshimu sheria hata wanapokabiliwa na ukosoaji mkali kutoka kwa umma. Ndugu mtazamaji wa Citizen, tunakukumbusha uendelee kutoa maoni katika ukurasa wetu wa comment section katika akaunti yetu ya YouTube.